Twende tukasome Yohana sura ya 35, sura ya 6 mstari wa 35. Neno la Mungu linasema hivi. Twende pamoja. 35 mstari sura ya 6 Yohana mtakatifu. Inasema, Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminie hataona kiu kamwe. Hataona kiu kamwe. Niko kwenye point A. Kwenye mstari wa 35A anasema kwamba Yesu akawaambia. Alikutana na makutano huko. Anaanza kueleza ya kwamba yeye atakayefanyeje? Yeye ni chakula cha uzima. Ni chakula cha uzima. Kwa hiyo nini wanatakiwa? Wanatakiwa waule mwili wa Yesu. Kama yeye ni chakula cha uzima, lazima wafanyeje? Tusome mpaka 37 hapo tuone. Lakini naliwaambia ya kwamba mmeniona wala hamwamini. 37. Wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila mtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Ukisoma 41 unasema, basi Wayahudi wakamnungunikia kwa sababu alisema, mimi ni chakula kilichoshuka kutoka mbinguni. Wakasema, je, huyu siye Yesu mwana wa Yusufu ambaye twamjua babaye na mamaye? Sasa asemaje huyu nimeshuka kutoka mbinguni? Basi yeye akajibu akamwambia, msinungunike ninyi kwa ninyi. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba aliyenipeleka, nami nitamfufua siku ya mwisho. Bwana Yesu asiwe sana. Sisi kama tunaelewana. Yesu anajitambulisha yeye ndio chakula cha kweli na uzima. Yeye ndio chakula cha kweli na uzima. Wayahudi wanaanza kuhangaika. Wanaanza kuteseka, huyu mtu mbona kama vile anatusumbua? Anasemaje yeye ni chakula? Wakati ina maana sisi twende tuluke twende mstari wa 60 na 60 mpaka 63. 60 mpaka 63 anasema, basi watu wengi miongoni mwa wanafunzi wake waliposikia, walisema neno hili ni gumu, ni nani awezaye kulisikia? Naye Yesu akafahamu nafsini mwake ya kuwa wanafunzi wake wanalinungunikia neno hilo. Akawaambia, je, neno hili linawakwaza? Itakuwaje basi mwonapo mwana wa Adamu akipaa huko aliko kwako kwanza? Roho ndio itiao uzima. Point ya kunoti hiyo. Roho ndio itiao uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anawaambia kwamba mimi ndio chakula cha kweli na uzima. Ya kwanza Wayahudi walipata kiwewe. Haiwezekani, tunawezaje kula mwili wa huyu? Ina maana tuanze kula mwili wake na damu yake tuinywe kweli? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwanza tu wanafunzi wake hawakumuelewa. Wanafunzi wake tu hawakumuelewa. Hawakuelewa kabisa. Inawezekanaje? Lakini Yesu alikuwa anatambua mioyoni mwa watu. Wanafunzi wake hawakumbishia kama Wayahudi walivyombishia. Walinyamaza kimya, ila walibaki kunungunika mioyoni mwao. Na Yesu alipoona, akaona namna wanavyonungunika, ndio akaanza kuambia ya kwamba sikilizeni. Kwa nini mnanungunika? Sikilizeni. Naomba mnielewe. Kwa nini ninasema mimi ni chakula cha kweli na uzima? Akawaambia ya kwamba maneno haya ninayowaambia ni roho. Sisi kama tunaelewana. Maana yake mtakapoyasikia maneno ambayo ninawaambia na kuyafanyia kazi, tayari ni sawa mmenila mimi. Ni sawa